Ni kusalimu kwa jina la Yesu Kristo, rafiki yangu popote pale ulipo na unaponisikiliza. Mungu ametupa neema tuzidi kujifunza, lakini pia kumuelewa zaidi Roho Mtakatifu na kuweza kutembea naye. Maisha ya mwanadamu bila uwepo wa Roho Mtakatifu ni maisha ya mwanadamu ambaye hana nguvu, hana mamlaka, hana uwezo wa kiroho wala wa kimwili. Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe aliyekubali kuja hapa duniani kuishi na mwanadamu. Roho Mtakatifu ni muunganiko wa Baba na Mwana kwenye maisha ya Mkristo. Ndio maana akasema kwamba je, si Mungu atazidi kuwapa nyie Roho Mtakatifu kwa wale wamuombao? Kwa Roho Mtakatifu pia ni majibu ya kila kitu kwa mwanadamu. Maana ukiwa na Roho Mtakatifu utatembea na nguvu ya Mungu, na ukitembea na nguvu ya Mungu unatembea na majibu yote ya Mungu. Mwanadamu asiye na Roho Mtakatifu ni ngumu sana kumpendeza Mungu, kwa sababu hana Roho wa Mungu ndani yake. Kumbuka, roho zetu zinashuhudiwa na Roho wa Mungu kupitia Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunapokosa Roho Mtakatifu, ina maana hatuna ushuhuda wa Mungu kwenye maisha yetu. Sasa nataka tuangalie vitu gani vya msingi vya kuzingatia kwenye Roho Mtakatifu ili tuweze kujua yeye ni nani, anatusaidia nini, tumfurahishe vipi, tuendane naye vipi ili tuweze kupata matokeo, na ni nini Mungu anasema juu ya Roho Mtakatifu. Kusoma Wakorintho wa kwanza 6:19, maandiko matakatifu yanasema, je, hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, ambaye mlimpokea kwa Mungu, wewe si mali yako mwenyewe? Kwa tunaona miili yetu yenyewe ni hekalu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu kumbe anakaa ndani ya miili yetu kama hekalu lake au kama nyumba yake. Kwa hiyo ni lazima tuitunze, itembee katika utakatifu na usafi ili azidi kufurahi. Lakini tofauti na hapo atakasirika na atachukia. Lakini neno la pili ni kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8. Maandiko yanasema, lakini mtapokea nguvu akishawajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote, Samaria na hata misho ya dunia. Kwa hiyo hatuwezi tukamclassify Roho Mtakatifu kwamba ni nguvu tu, hapana. Anakuambia mtapokea nguvu akishawajilia. Kwa hiyo kumbe kuna Roho Mtakatifu, ila katika Roho Mtakatifu tunapokea nguvu ya Mungu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni zaidi ya nguvu ya Mungu. Ndio maana tunaona ni msaidizi, ndio maana tunaona ni mfariji, ndio maana tunaona ni nabii, kwamba anaweza kukupasha kwa habari ya mambo yaliyopita, yaliyopo na yajayo. Lakini pia tunamwona Roho Mtakatifu ndo sauti pekee ya Mungu inaweza kumuongoza mwanadamu aingie kwenye majaribu na yashinde majaribu. Kwamba pasipo Roho Mtakatifu mwanadamu ni ngumu sana kuyashinda majaribu. Ndio maana tunaona Yesu baada ya kubatizwa, Roho Mtakatifu akashuka juu yake, lakini akamuongoza nyikani kwenda kujaribiwa na shetani, na akamshinda shetani kwa sababu alikuwa ndani yake. Lakini Matendo 2:38 maandiko yanasema, Petro akajibu, tubuni mkabatizwe kila mmoja wenu kwa jina la Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunaona process hapo. Kuna kutubu. Baada ya toba tunaona tunabatizwa. Baada ya kubatizwa kwa jina la Yesu Kristo tunaondolewa dhambi. Tukishaondolewa dhambi tunampokea Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu hawezi akakaa ndani ya mtu mwenye dhambi. Anaweza ajitenge, anaweza kukimbia, anaweza ahuzunike, akasirike, wala asikusaidie chochote. Ndio maana unapokuwa na Roho Mtakatifu, labda ni mtumishi ukazini, Roho Mtakatifu anakasirika, hakusaidii chochote. Kama ni maono, kama ni mafunuo, yanaweza yakate, nguvu ya Mungu ikate. Kwa hiyo kwa sababu Mungu anakasirika. Mungu huwa analiangalia neno lake alitende, na anayetenda neno hilo ni Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu ni Roho wa Mungu mwenyewe wa mbinguni. Kwa hiyo tunapomhuzunisha, ina maana tunamhuzunisha Baba mwenyewe, lakini na Bwana wetu Yesu Kristo, maana wale ni kitu kimoja ambao wapo kwenye mfumo wa roho wanaokaa ndani ya maisha ya mwanadamu hapa duniani. Lakini tusome Isaya 11:2, anakuambia Roho ya Bwana atakaa juu yake,
roho ya hekima na roho ya ufahamu na roho ya shauri, ya uweza, ya maarifa, ya kumcha Bwana. Hizi roho zote pia zinaongozwa na Roho Mtakatifu. Ndio maana tunaona pia kuna karama tofauti tofauti za Roho Mtakatifu. Kuna Yohana 14:26 maandiko matakatifu yanasema, lakini huyo msaidizi Roho Mtakatifu ambaye Baba atamtuma kwa jina langu atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Kwa hiyo Roho Mtakatifu tunamwona ni msaidizi. Roho Mtakatifu tunamwona anatumwa kwa jina la Bwana Yesu Kristo kwenye maisha yetu. Roho Mtakatifu anakuja kutufundisha yote, lakini pia anatukumbusha yote aliyotuambia Yesu Kristo. Ina maana tunaposoma neno lake anaweza kutufundisha, kutukumbusha, kutuongoza, kutusaidia na kutufariji. Lakini ukisoma Waamuzi 3:10 mpaka 14 maandiko yanasema, Roho ya Bwana ikamjia juu yake, naye akawa mwamuzi wa Israeli. Akaenda vitani, Bwana akamtia Kushani Rishataimu mfalme wa Aram mkononi mwa Othnieli, naye akamshinda. Kwa tunaona Roho wa Bwana alipomjilia juu akashinda. Lakini kabla ya Roho wa Bwana ina maana ingekuwa ngumu. Kwa hiyo kuna nguvu ndani ya Roho wa Bwana. Warumi 8:26 maandiko yanasema, vivyo hivyo Roho hutusaidia katika udhaifu wetu. Hatujui tunapaswa kuomba nini, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusiko na neno. Kwa hiyo tunaona Roho Mtakatifu kumbe pia ni mwombezi wetu, kwa sababu anatusaidia kwenye udhaifu. Kwa nini ni mwombezi wetu? Kwa sababu hatujui kuomba kadiri Mungu anavyohitaji sisi. Kwa hiyo kwa sababu Roho Mtakatifu anayajua yote na makusudi ya maisha yetu na makusudio yetu, kwa hiyo yeye anatuombea maombi sahihi. Ndio maana tunakuwa tunashauriwa tuombe kulingana na neno la Mungu, lakini pia tuombe kwa kunena kwa lugha. Tunapoomba hivyo ina maana tunaomba kwa Roho. Mungu ni Roho, na waabudu wafaa waabudu katika roho na kweli. Na ukisoma kitabu cha Isaya 63:6-63 anakuambia, maneno yangu haya ni roho tena ni uzima. Kwa tunapoomba kwa neno la Mungu ina maana tunaomba katika roho ili tuweze kupata uzima. Lakini ukisoma Mathayo 12:31 maandiko yanasema, kwa hiyo nawaambia kila aina ya dhambi na kashfa zitaweza kusamehewa, lakini kufuru dhidi ya Roho Mtakatifu hazisamehewi. Kwa tunaona Roho Mtakatifu unapomkufuru, ukamdharau, ukamtukana, ina maana unamtukana Mungu mwenyewe. Kwa hiyo ndio maana Yesu akasemaje, ukinikufuru ukanitukana mimi mwana wa Adamu utasamehewa, lakini ukimtukana Roho Mtakatifu utasamehewa, kwa sababu umemtukana Mungu mwenyewe. Na tunavyojua Mungu ni roho, lakini kwenye mfumo wa Roho Mtakatifu. Kusoma Wagalatia 5:22 mpaka 23 maandiko yanasema, lakini tunda la Roho ni upendo. Kwa hiyo Roho Mtakatifu amejaa na vitu hivi. Ukiona unavyo, basi unaongozwa na Roho Mtakatifu. Ukiona hauna, jua hauongozwi na Roho Mtakatifu. Maandiko yanasema, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Kwa hiyo tunamwona Roho Mtakatifu amebeba matunda haya, na yanapokuwa ndani ya maisha ya mwanadamu, basi wewe mwanadamu anaongozwa na Roho Mtakatifu. Unapokuwa na upendo, unapokuwa na furaha, unapokuwa na amani, unapokuwa mvumilivu, unapokuwa na utu wema, unapokuwa mfadhili wa watu wengine na mwaminifu. Lakini ukisoma Luka 24:45 maandiko yanasema, kisha akazifungua akili zao ili waweze kuelewa maandiko. Kwa hiyo kuelewa maandiko ni kufunguliwa kwa kujazwa Roho Mtakatifu. Yohana 14:15 mpaka 17 maandiko yanasema, mkinipenda mtazishika amri zangu, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili awasaidie na kuwa pamoja nanyi milele, Roho wa kweli. Roho Mtakatifu pia anaitwa Roho wa kweli, Roho wa Bwana. Ulimwenguni hauwezi kumkubali, au ulimwengu hauwezi kumkubali kwa sababu haumuoni wala haumtambui. Lakini ninyi mnamjua, maana anakaa pamoja nanyi, atakuwa ndani yenu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu kumbe tunagundua yupo ndani yetu,
lakini ni roho wa kweli, lakini pia ulimwengu hauwezi ukamtambua kwa sababu haumjui. Ndio maana hata miujiza inayotendeka watu wa mataifa, watu wa dunia wanza wanahisi ni uongo au ni udanganyifu kwamba hicho kitu hakiwezekani. Lakini yeye ni msaidizi ambaye amebeba roho wa Mungu. Kama tunavyojua Mungu ameziumba mbingu na nchi na kuna kinachoshindikana kwake. Ndio maana siku moja Yesu anawaambia wanafunzi wake kwamba kwa Mungu kwa wanadamu haiwezekani, lakini kwa Mungu yote yanawezekana. Kwa hiyo haya niliyokufundisha zidi kuyaelewa, kuyafahamu na kuyafanyia kazi. Kusoma Yohana 3:6 hadi 8, maandiko yanasema mwili huzaa mwili, lakini roho huzaa roho. Kwa hiyo tunaona mwili unazaa mwili, roho inazaa roho. Kwa hiyo roho ndo njia inayoweza kumtia mtu uzima. Warumi 8:2-6 maandiko yanasema kwa sababu sheria ya roho atia uzima nje ya Kristo Yesu imeniweka huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Kwa hiyo tunaona Roho Mtakatifu anamweka mtu nje ya dhambi na mauti. Kwa nini? Kwa sababu anaweza kumfundisha mtu na kumtia uzima akimleta kwa Kristo. Roho wa Mungu anatusaidia kutupa taarifa, kutuongoza na kutuhusianisha na Kristo vizuri na kutupa maelekezo ya kimungu. Lakini pia tunaona kwenye neno la Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 16. Lakini kwenye Mika 3:8 maandiko yanasema lakini mimi nimejaa nguvu na roho wa Bwana na haki na uweza ili kumtangazia Yakobo kosa lake na Israeli dhambi zake. Matendo 2:1 anakuambia ilipofika siku ya Pentekoste walikuwa hapo wote mahali pamoja. Ghafla sauti kama ya upepo mkali ikatoka mbinguni ikajaa nyumba yote waliokuwa wameketi, wakaona kama ndimi za moto zilizogawanyika na kutua juu ya kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu na kuanza kunena kwa lugha nyingine kama Roho alivyowawezesha. Kwa hiyo haya amejaribu kutuelezea Roho Mtakatifu ni nani, ana nguvu gani, kwa nini tumuhitaji na tuweze kutembea nao kama Wakristo. Mkristo yeyote ambaye hatembei na Roho Mtakatifu ni Mkristo ambaye ameishi au anaishi maisha ambayo hayana uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu ni kupitia nguvu yake, na nguvu yake ni pale ambapo tunampokea roho wake Mungu ili atuwezeshe kushinda, kuamua, kufahamu, kutambua na kutembea na uwepo wa Mungu kwenye maisha yetu. Naitwa Apostle Johannes John. Ningependa zidi kufuatilia mafundisho haya ili tuweze kuenenda katika misingi inayompendeza Mungu. Nawapenda in Jesus name. Shalom.